Leo mara nyingine tena nimefika kwenye viwanja vya Buza makaburi ya Sita Yombo Dovya Makangalawe. Majina ni mengi, sijajua kama ni majina mengi au ni jina moja alafu ni refu kiasi fulani. Hapa ni wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam, sehemu ambapo inapatikana Masala Princess. Masala Princess wanafanya mazoezi katika viwanja viwili tofauti. Uwanja wa kwanza ukiwa ni uwanja wa Jakaya Mrisho Kikwete JMK Youth Park, lakini uwanja wa pili ukiwa ni hapa Makangalawe makaburi ya Sita, ndio sehemu ambayo wanapatikana Masala Princess. Bana, moja ya kitu kikubwa ambacho kimenileta hapa Half Man Half Amazing ni miaka mitano ya Masala Princess tangu walipoanzishwa mwaka 2021. Masala Princess wameanzishwa 2021 mpaka sasa mwaka 2026 wamekuwa na mafanikio makubwa by the way, kutokana na level ama rank ambao wako nayo. Hii yote ni kwa sababu waliamua kujitengenezea mazingira bora na rafiki kwao. Si unaelewa vizuri eh? Mwaka 2021 2022 walicheza ligi ya mkoa wa Dar es Salaam na wakaishia katika hatua ya nusu finali kama kumbukizi yangu iko vizuri, na walipoteza dhidi ya Kinondoni Queens kupitia mikwaju ya penalty. Katika mashindano hayo Masala Princess hawakata tamaa, lakini waliendelea kadri ya uwezo wao na wakafanikiwa kufuzu katika ligi ya mabingwa wa mikoa, ambapo walifuzu tena katika ligi daraja la kwanza ambayo ilifanyika kule mkoani Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Masala Princess hawakuishia hapo, kwa bahati sio kwa rafiki wali drop mpaka ligi ya mkoa na baadaye wakafuzu tena mabingwa wa mikoa ambao walikwenda kushiriki mwaka 2025 kule jijini Mwanza, na mambo hayakuwa rafiki pia kwao, waliishia hapo. Masala wameamua kujipanga vyema na kurudi wakiwa strong kwa ajili ya kuendelea kudumisha kilichokuwa bora katika kikosi chao cha Masala Princess. Nikukumbushe, Masala Princess imekuwa ni moja kati ya timu bora ambazo zimekuwa zikitoa wachezaji bora wengi na tofauti tofauti. Hapo unamzungumzia mchezaji kama Joan Agrenkunda, moja kati ya wachezaji top kabisa ambao ametoka Masala Princess na baadaye akajiunga na kikosi cha Gates program, akajiunga na Fountain Gate, baadaye akaenda CSA Queens, zote ambazo zinashiriki ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Lakini pia kuna Jacqueline Pondanga ambaye yeye aliondoka Masala Princess na kujiunga na timu ya Geita Queens ambayo alishiriki ligi daraja la kwanza na baadaye kuwa mfungaji bora namba 2 katika kikosi cha Geita Queens kwenye mashindano hayo ya daraja la kwanza, nyuma ya Adama Kongo, mchezaji wa Tausi ambaye kwa sasa anacheza ligi kuu nchini Hispania katika kikosi cha Dux Logroño, pale ambapo aliwahi kupita Clara Cretus Luvanga. Lakini haitoshi, Jacqueline Pondanga ni moja kati ya striker tegemezi wa timu ya Geita Queens ambayo ipo ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Hapo unamzungumzia Happiness Dafa, mchezaji ambaye kwa sasa yupo katika timu ya St. Noah nchini Uganda. Nikukumbushe, Happiness Dafa aliitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uganda chini ya miaka 20 ambayo watasafiri kuelekea watakwenda kuweka kambi nchini Iran na baadaye watakwenda Iraq. Sijajua ni kambi ya kipindi gani, lakini pia yupo Maria Veras ambaye pia alikwenda St. Noah, yeye pia amerejea hapa Masala Princess na hivi karibuni atasafiri tena kuelekea katika nchi ambayo itawekwa wazi hivi karibuni. Mchezaji mwingine ni Aria Juma ambaye yeye ametoka hapa na kujiunga katika kikosi cha Yanga Princess. Yanga Princess ni mabingwa wa mashindano ya Samia Cup yaliyofanyika kule jijini Arusha, kipindi ambacho mkuu wa mkoa wa Arusha alikuwa ni Mheshimiwa Waziri wa Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Baba Kigan. Walikwenda wakachukua ubingwa mbele ya JKT Queens katika mchezo wa finali. Lakini pia wametoka wachezaji wengi, coaches pia wametoka hapa. Unamzungumzia Jerry Mrosa ambaye amechukuliwa na Young Africa katika program ya Young Africa School, lakini bado Madam Sala pamoja na coach Sef, hao wote wametoka hapa Masala Princess na sasa wanahudumu kwenye academy moja kubwa kutoka hapa Tanzania ambao kwa sasa wako vizuri kweli kweli, inaitwa Rangers. Hapo wanao coaches kama Mbwana Mbaraka ambaye amekuwa akifanya vizuri kweli kweli na kikosi cha Masala Princess, ambaye yeye amesaidia wachezaji wengi ambao tunawatambua kwa sasa kama moja ya nyota wanaotazamwa kuja kusumbua dunia hapo baadaye. Unamzungumzia Baraka Saifu Mpanda, moja ya wachezaji ambao wamepita katika vilabu vikubwa ikiwemo Ramasia, FC Barcelona ambako ametoka Lamine Yamal. Lakini pia Saif Baraka amepita kwenye klabu ya Ajax Amsterdam chini ya miaka 10. Huyo ametumikia kwa muda mfupi timu ya taifa ya Ufaransa na akiwa kama kapteni chini ya miaka 10. Huyo ni Baraka Saifu Mpanda ambaye bado ni Mtanzania. So Mbwana Mbaraka amefanya kazi kubwa sana. Pia kuna Ivan Yasu ambaye yuko katika kikosi ama academy ya Manchester City. Huyu ni Mbwana Mbaraka ambaye yupo hapa
katika kikosi cha Masala Princess. Leo tutapata hisia za wachezaji, makocha, mashabiki na viongozi mbalimbali juu ya miaka 5 ya Masala Princess. Usiondoke, hii ni Sajoka TV. Mimi ni Salvatore Nkindiko, balozi wa soka la wanawake Afrika Mashariki na Kati.